nauliza wewe si ndio uko hapa? Umeingia kwenye eneo letu, umevunja mimi nimefunga na wewe mkataba. Mimi nimefunga na wewe mkataba. Maana mwekezaji ni nini? Unao mkataba? Ni kuonyesha mkataba wa nini? Sawa. Sasa. Kwa hiyo hutaki kuongea na halmashauri. Kuonyesha mkataba mimi unaongea. Naona Blaza, sikiliza. Ndugu zangu, huyu ni mwekezaji ambaye kila mtu hataki. Kwani una shida gani? Una sababu za kuongea na mimi hapa, sio eneo la serikali hili la chama. Nani alibomoa? Kabomoa nani hizo? Kwani wewe hujui wilaya ipi? Hujui wilaya. Hujui tawi la wapi? Nani kwenye halmashauri? Wilaya ni nani? Kwani sisi ni Chadema? Cha kuelezea kuhusu chama. Huyu ndio mwekezaji. Jeuri yake wilayani. Rashidi, tunasema hivi. Aliyebomoa hizi nyumba za serikali hizi hapa mbele nani? Mimi sina majibu ya kueleza kwenye chama. Sikiliza. Ukitaka mkataba sinaenda mahakamani. Wala hatuendi mahakamani. Wala na wewe hutajenga. Na sina mimi cha kuweza na hutajenga. Sawa. Kwani kuna shida gani? Halmashauri tumekuja kwako. Pigia simu usidipa. Wewe OCS tuende kwenye kikao. Hapa pasimame mpaka kitoke kibali. Aliyebomoa hizi nyumba za serikali hizi hapa mbele nani? Mimi sina majibu ya kueleza kwenye chama. Chama kilikuja kubomoa yote. Nakwambia kama jeuri ya hela inakupa hivi. Chama kilikuja kubomoa hizi nyumba. Tuna hela, acha hizo dharau. Kuwekeza hapa. Acha hizo dharau. Usiambie dharau, wewe ni mtoto na usiniambie dharau. Wewe acha basi. Wewe brother, picha watu wengi. Wewe usiambie kitu. Wewe sio Mungu wa wilaya wewe. Wewe ni Mungu wa wilaya. Uende kwako kwenye maeneo yako. Unaingia maeneo ambayo sio yako kabisa. Acha. Nakuja mtaka kupiga. Kuna mwekezaji ambaye yuko hapa Katoro. Amechukua eneo la CCM akawekeza. Alivyomaliza akapata tamaa, wakatafuta eneo lingine. Eneo lingine likawa ni uwanja wa mpira. Sasa hakumefanyika hizo anazoziita taratibu. Mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa. Sikushiriki, pengine sikupata mwaliko au sikuwepo. Walioshiriki walishiriki. Baada ya kushiriki anasema ana mkataba. Lakini ukiuliza mkoani hawaelewi. Ukiuliza HQ taifa hawaelewi. Huko kwenye baraza na ni wana CCM wengi. Na lile eneo linajulikana ndio eneo la michezo. Tuna ngoma za kienyeji, tuna mipira, watoto jioni na nini, mazoezi ni afya. Sasa baada ya kukamilisha zile taratibu za kwake anazoziita zimekamilika, akaenda kubomoa yale maeneo yaliyokuwa pale yamezunguka ule uwanja. Baada ya kubomoa ikatokea ile vurugu, zikachoma nyumba za serikali, ofisi ya mtendaji wa kijiji na nini zikachoma zote zile ofisi pale mbele. Baada tu ya kuchoma yeye, baada ya wiki moja kaleta gireda kaanza kukwangua bila kushirikisha serikali. Mtendaji hajui, tuna mamlaka ya mji mdogo hajui, hakuna mtu anayejua, mbunge wala mtu yoyote. Anajua yeye na mtu mmoja mwenyekiti sijui wa kata wa Chama cha Mapinduzi. Wakaanza kubomoa, ndio ugomvi ulipoanzia. Wale watu wa serikali wakamwambia, wewe kama unasema umepewa hili ni eneo la serikali, kwa nini unabomoa? Anawaambia mimi nafanya kazi na Ikulu, mimi nafanya kazi na mkoani, mimi nafanya kazi na wilayani. Pale Katoro kuna mbabe mmoja amechukua eneo la serikali, amevunja majengo yaliyoko pale kwenye eneo la serikali pale Katoro, ameanzisha biashara pale. Anapozungumza na viongozi wa serikali anawadharau, yani anaonyesha yeye ni mbabe, amewaweka viongozi mfukoni. Ninafahamu kuna arabii mbili zimechukuliwa pale, arabii yake amechukua na kuna arabii ya kiongozi wa serikali amechukua. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa niaba ya mkuu wa mkoa ambaye najua utampelekea haya maelekezo yangu kupitia vyombo hivi mlivyo navyo, hebu lifuatilieni hili swala, na kama hakuna mkataba wowote alionao yule ndugu pale, kama hakuna, hatua za kisheria zichukuliwe. Hatua za kisheria zichukuliwe. Nimeona ile clip inaendelea kuzunguka, haijanibariki kabisa. Mkurugenzi, una taarifa na ile habari? Kuna mkataba wowote pale au tunaingilia vyombo? Tusiingilie vyombo vyako vikafanya hiyo kazi, na nipate mrejesho ndani ya siku 14 kwamba swala hili limesimama kwenye msimamo upi. Serikali haiwezi kuchezewa hata kama una fedha. Mimi nikiwa waziri wa mamlaka za serikali za mitaa, mamlaka za serikali za mitaa hazitachezewa.
hata kama huyo mtu ana fedha kiasi gani,